Baada ya uzinduzi wa kamati hizi, sisi walezi, mimi kama mlezi katika mkoa, lakini na wakuu wa wilaya kama walezi katika wilaya, watahakikisha wanasimamia kamati hizi ili ziwe endelevu, zifanye kazi inayokusudiwa kwa ajili ya maslahi mapana ya wananchi wetu. Napenda nichukue fursa hii kuipongeza sana ofisi ya mwanasheria mkuu kama ambavyo nimesema, kwa kuandaa na kujipanga kutoa huduma ya ushauri ya kisheria katika mkoa wetu wa Tanga. Kamati ya ushauri wa kisheria katika mkoa na wilaya kama ambavyo zimeelezwa, zimeanzishwa kwa mujibu wa mwongozo wa huduma ya ushauri katika mikoa na wilaya, yani Regional and District Legal Advisory Services. Kamati hizi zinalenga kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, watumishi wa umma na viongozi wa umma au wananchi kwa ujumla katika kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika wilaya zetu na mkoa kwa ujumla. Katika kila faida ya kuanzishwa kwa kamati hizi za mkoa na wilaya zipo nyingi, lakini chache ni kama ifuatavyo. Kwanza, inasaidia kupunguza mashauri au migogoro dhidi ya wananchi, au pia migogoro au kero ambazo mara nyingi tunaona viongozi wakuu wakija basi watu hujitokeza na mabango. Lakini pili, huduma hizi zinasaidia kutoa ushauri wa kisheria ili kuweza kuwakutanisha mawakili wa serikali, watu kutoka taasisi mbalimbali na kuwasaidia wananchi wenye changamoto mbalimbali. Lakini pia faida nyingine ni uwepo wa huduma hii utawezesha mawakili wa serikali kusimamia utawala wa sheria katika mkoa wetu wa Tanga. Pia inaboresha, utasaidia sana uboreshaji huu, utasaidia mawakili wa serikali kushirikiana na wadau wengine katika kutatua kero za wananchi. Aidha, kamati hizi zitasaidia kupunguza malalamiko ya kisheria kutoka kwa wananchi. Lakini pia tumeambiwa lengo pia ni kutoa elimu ya sheria kwa umma katika kushughulikia changamoto mbalimbali katika maeneo yao. Kamati hii itasaidia kupunguza vitendo vya uonevu vinavyovunja sheria na taratibu za nchi. Hii itawezesha sote tunaosimamia shughuli hizi, na hasa katika kusimamia miradi ya maendeleo, tutaweza kuwa na nafasi kubwa zaidi ya kushughulikia miradi ya maendeleo, kwa sababu kero nyingi za wananchi zitakuwa zimetatuliwa. Iwe ni Kilindi, tutakwenda kwenye kata kwa kata, iwe ni Handeni kata kwa kata, na wilaya zetu zote kuhakikisha kwamba wote tunawafikia. Lengo la kliniki hiyo itakuwa ni kusogeza huduma za sheria karibu na wananchi, ambako kutasaidia kuongeza utengamano na utulivu katika jamii na kuchochea maendeleo kwa jamii na taifa kwa ujumla. Lakini pia itakuwa na huduma elekezi kwenye kuwaelekeza pia wananchi mambo gani wanaweza kufanya endapo haki zao zimevunjwa au zinaelekea kuvunjwa. Kwa ujumla, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mgeni wetu rasmi, kliniki hizi za sheria zimelenga kuipa uhai dira ya taifa ya maendeleo ya 2050 inayolenga kuwa na taifa jumuishi lenye ustawi, haki na linalojitegemea. Matarajio ni kuwa na jamii yenye maelewano ambapo wananchi watafurahia kuwepo kwa amani na haki, na hili litawezekana kupitia kwa programu kama kliniki hii ya sheria tunayowapa wananchi hawa wa Tanga siku ya leo. Kamati hizi zinalenga kutoa ushauri wa kisheria kwa wananchi, watumishi na viongozi wa umma kwa ujumla ili kutatua changamoto za kisheria zinazojitokeza katika mikoa na wilaya. Kamati ya ushauri wa kisheria mkoa wa Tanga ilianza kutekeleza majukumu yake mwezi Machi 2025 kwa kushiriki katika kampeni ya Mama Samia, yani Mama Samia Legal Aid Campaign, ambapo jumla ya wananchi 47 walipatiwa huduma za ushauri wa kisheria bure na kamati hii. Kamati hii pia, kabla ya kusubiri kuzinduliwa rasmi, Mheshimiwa mgeni rasmi, ilianza kufanya vikao vya kusikiliza malalamiko ya wananchi na kuyapatia ufumbuzi, na baadhi ya malalamiko mengine yaliwasilishwa kwenye kamati toka katika ofisi yako na alifanyiwa kazi ipasavyo.
Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha mwezi Julai 25 mpaka Desemba 25, kamati ya ushauri ngazi ya mkoa ilifanikiwa kusikiliza malalamiko 8 na kufanikiwa kusuluhisha na kumaliza kabisa malalamiko 5 na hivyo kurudisha tabasamu kwa walalamikaji ambao walikuwa wamezunguka kwa muda mrefu sana kutafuta suluhu bila mafanikio. Lakini kupitia kamati hii ya mkoa malalamiko yao yaliweza kumalizika kabisa.